Kwa majina naitwa Salmini Akida Salmini, ni balozi wa michezo ya jadi kitaifa na kimataifa, lakini vile vile ni mratibu wa mashindano haya ya mchezo wa draft ambao yanaenda kujulikana kwa jina la Tanzania Master Draft Cup. Lengo la kuwaita waandishi wa habari leo hii ni kwa ajili ya kutoa tamko rasmi kwa Watanzania wote, wadau, wapenzi wa mchezo wa draft kwamba tayari sasa kama waratibu wa mchezo huu tumeona haja ya kuanzisha mashindano haya pendwa kabisa ya mchezo wa draft Tanzania nzima. Yanaenda kujulikana kama Tanzania Master Draft Cup. Mchezo wa draft, nadhani ndugu zangu nyinyi waandishi mnafahamu jinsi ambavyo ni mchezo ambao unapendwa sana. Kila kona ya mtaa huwezi kukosa kijiwe cha draft. Kwa hiyo sisi kama Tanzania Master Draft Cup tukaona tuna haja sasa ya kuanzisha mashindano haya kwa level ya taifa, ili mradi kwamba watu ambao wanaucheza huu mchezo waone kwamba mchezo huu pia unapewa thamani, lakini vile vile wafuatiliaji wa mchezo huu. Mchezo huu ni mchezo ambao ukiufuatilia sana unachezwa karibia dunia nzima, na hii pia nitumie fursa hii sana kuwapa mwaliko ama utayari wale majirani zetu, nchi ambazo ziko jirani yetu ukanda huu wa Afrika, kwamba sisi kama Tanzania na wadau wa mchezo huu wa drafti tunaona tuanzie hapa kwetu Tanzania kuwapata wale manguli ama mabingwa wa mchezo huu wa draft. Tutakapotoka hapo tutaangalia namna sasa ya kuweza kuyaandaa mashindano haya ya mchezo wa draft katika ukanda huu wa Afrika. Na kama ambavyo imekuwa michezo mingine, mchezo wa draft ni mchezo wa kutambiana, ni mchezo wa utani mwingi. Kwa hiyo na sisi tunawakaribisha majirani zetu ambao mara nyingi tumeona tunataniana sana katika michezo mingi, tunatambiana sana. Sasa tunawakaribisha rasmi katika mashindano haya ya draft ambao mchezo unasifika sana kwa matumizi ya akili. Kwa hiyo sasa matambo na majigambo yote yatafanyika katika meza. Kete zitalia pale, tutaona sasa kati ya wao na sisi nani ambaye ana matumizi ya akili nyingi kuliko VAR. Michezo mingi sana tunaiangalia, inafuatiliwa sana, lakini kiuhalisia ukitoa mchezo wa mpira wa miguu, mchezo wenye mashabiki wengi sana ni mchezo wa draft, lakini ulikuwa haujapewa ile heshima yake. Sasa sisi kama waratibu wa mchezo huu tumeona kuna haja ya kuwashirikisha wadau, kuwashirikisha waandishi wa habari na wapenzi wote wa mchezo wa draft, kwamba karibuni sana, na tarehe 20 ya mwezi huu tutafanya mkutano mkubwa na waandishi wa habari tukiwa tayari sasa tuna wadau, na siku hiyo pia tutaitumia kwa ajili ya kutangaza zawadi zitakazotoka wadau ambao watakuwa wametushika mkono kwa ajili ya kuendesha mashindano hayo, kwa sababu tunategemea mwezi huu pia tarehe 25 mwezi wa kwanza mashindano hayo yaanze kunguruma na yatakuwa live. Tupo tayari na baadhi ya media tunazungumza nazo ili mradi ili jambo liwe live, lakini pia tunashukuru kwamba limepokelewa kwa ukubwa sana. Vijiweni kote huko mabingwa tayari taarifa hii wanayo. Sasa wengine walikuwa wanasikia kama fununu hivi. Sisi tumeona tuwaite waandishi wa habari ili kuliweka wazi kwamba jambo hilo kweli lipo, na taratibu zote za kisheria zimeshafuatwa, taratibu zote za usajili zimeshafuatwa, na sisi tumepewa kibali kutoka Baraza la Michezo kuendesha mchezo huu. Kwa hiyo niwaeke tayari, kaeni tayari mabingwa wote. Naamini Tanzania kuna watu ambao wanaujua sana mchezo huu. Mchezo wa draft ni mchezo pendwa, na habari hii ikifika naamini wenye mchezo wao wataitika. Kwa hiyo mimi nikaribishe sana waandishi wa habari tarehe 20 hapo tutakuja kutangaza zawadi, na zawadi itakuwa nono, sio zawadi tu ile ya kumfanya mtu akanunua unga wa kwenda kula na watoto wake, bali ni zawadi ambayo kwanza itamtangaza kimataifa, kwa sababu mchezo unafuatiliwa kimataifa, lakini vile vile ni zawadi ambayo itamfanya kidogo kutoka level moja ya kimaisha kwenda sehemu nyingine. Tunataka tufanye mchezo huu ukawa ni mchezo vile vile kama ajira, kama fursa kwa vijana, kwa sababu unakusanya watu wengi, ushirikiano mwingi unapatikana. Mchezo wa draft ndio mchezo pekee ambao anaweza kacheza askari polisi, mchezo wa draft ambao anaweza kacheza kiongozi wa kisiasa. Watu wote wa jinsia zote wanakutana katika kucheza draft bila kujali tabaka, lakini ni vile mchezo ambao unaheshimika. Unajua kuna baadhi ya michezo mingine, kuna baadhi ya watu hawawezi kucheza kulingana na hadhi yake, lakini mchezo wa draft unaweza kumkuta kiongozi, mtu mzima, mtoto, jinsia yoyote wakacheza na akapewa heshima yake ile, kwa sababu ni mchezo pendwa na ni mchezo ambao unakubalika na lika zote. Kwa hiyo mimi nitumie fursa hiyo kuwakaribisha sana. Asante. Okay. Mashindano haya, utaratibu wa mashindano haya kama ambavyo nimesema hapo awali kwamba mashindano haya ni mashindano ya kimataifa, ya kitaifa. Utaratibu ambao tunautumia katika kupata wale washiriki, kwanza mashindano haya yataanzia level ya wilaya.
ndani ya wilaya husika matangazo yatatoka, na hivi baada ya kulitoa hili tangazo sasa rasmi peji zetu zitaanza kutoa matangazo haya na baadhi ya media tofauti tofauti, kwa sababu tunategemea pia kufanya interview katika media tofauti tofauti, na utaratibu pia utawekwa wazi kwamba wale manguli, na maanisha master kama mchezo wenyewe ambavyo unajiita Tanzania Master Draft Cup, kutoka kila wilaya watapewa matangazo kwamba kijiwe kitatoa bingwa ambayo wanamwaminia kwa ajili ya kuwakilisha sehemu hiyo, ambavyo wale mabingwa wote wa wilaya husika ndio watashiriki katika mashindano ya kushindanishwa ili tuwapate watakaowakilisha wilaya hile. Kisha hapo tutafuata wilaya nyingine, na mashindano haya yataanza kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Baada ya kukamilisha mkoa wetu wa Dar es Salaam, tutaingia katika mikoa mingine, na hii ni Tanzania nzima, hatutaacha sehemu yoyote, kwa sababu tunataka tupate bingwa atakayewakilisha Tanzania yetu. Kwa hiyo hatutaki kuruka mkoa wowote, kwa sababu tusije tukakosa sababu ya kumpata ule bingwa. Pengine mkoa ambao tutakaoruka ndio mkoa ambao atatoka bingwa kuwakilisha mashindano haya katika michezo ya kimataifa. Kwa hiyo mchezo huu utaanzia katika level ya wilaya na tutaanza katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na matangazo yatatoka baada ya kumaliza hili jambo, matangazo katika peji tofauti na sehemu tofauti na namna yoyote. Nadhani vijiwe tayari tushaanza kuvifikia. Mabingwa wa vijiweni tayari taarifa hii wanayo. Kwa hiyo namna ya kusajili, utaratibu ule upo wazi na wanaujua, lakini vile vile sisi tutaongezea kwa kutoa matangazo. Wilaya husika italeta mabingwa, ambapo sehemu ambayo tutakuwa tumeipanga rasmi kwa ajili ya kufanya mashindano hayo kwa level hiyo ya wilaya. Tukitoka hapo tutawapata wale mabingwa wa wilaya ambao tukimaliza wilaya zote tutawashindanisha ili kupata bingwa wa mkoa. Baada ya hapo tutahamia mkoa mwingine. Asante. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert Kamanga. Kwanza ninayo furaha kuwa sehemu ya kuandaa hili shindano la Tanzania Master Draft Cup. Tanzania Master Draft Cup. Kwa namna moja ama nyingine, fursa ni nyingi sana kwa vijana na wazee pia ambao wako mtaani, hawana shughuli nyingine za kufanya, wana kipaji chao hiki cha draft, lakini hawakuwa na sehemu ya kuonyesha vile ambavyo wako navyo. Leo hii tumepata nafasi, kwanza tuko kwenye Tanzania, nchi ya amani, na tunapozungumzia michezo ni kitu pekee ambacho kinakutanisha watu katika sehemu moja na kudumisha amani ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo mimi cha kusisitiza ni kwamba kama una kipaji na una uwezo kuonyesha uwezo wako katika mchezo wa draft, basi usikae mbali na vyombo vya habari, lakini pia uwe sehemu ya kushiriki katika haya mashindano, kwa sababu tunaamini kabisa una kipaji na una uwezo mkubwa, na sanaa inaweza ikabadilisha maisha yako kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na tunapozungumzia zawadi ni nyingi na ni nono pia, kwamba zawadi ambazo tunafikiria sisi kuzitoa si zawadi tu ya kukufanya tu uonekane kwamba umeshiriki katika mchezo, ila iweke legacy yako katika maisha yako, hata kizazi kijacho na kilichopo kiweze kujua nini umenufaika kupitia huu mchezo wa draft. Na mwisho kwa kumalizia ni kwamba nitaka tu niwaambie kwamba Watanzania, kuna watu akili zao zinafikiri kwamba huu draft ni mchezo wa wazee. Hapana, draft ni mchezo ambao anaweza kucheza mtu wa aina yoyote, kwa sababu ni mchezo ambao kwanza unatumia akili. Sasa wewe unakubali vipi akili yako ilale wakati una uwezo kuichangamsha? Kwa hiyo usije ukakaa huko ukasema huu ni mchezo ni wazee. Hapana, huu mchezo unachezwa na kila mtu wa aina yoyote. Kwa hiyo ni washauri vijana, hii ni fursa, usiache kipaji chako kikae ndani. Hata wazazi muwashauri, muwe sehemu pia ya kusimamia watoto wenu katika kutimiza ndoto zao. Wapo watu wengi wamenufaika kupitia vipaji. Kwa hiyo ni hayo machache, naomba ushirikiano, kwa pamoja tunaweza. Kwa majina naitwa Esther Biela Dominic, ni mdau wa mchezo huu wa drafti. Ni mchezo mzuri, mimi kama mlezi wa huu mchezo nimejiunga na hawa vijana kuwasapoti katika huu mchezo. Mchezo huu ni mzuri sana, na tunasema ni mchezo wa vijana, lakini hata sisi watu wazima ni mchezo mzuri ambao sisi kwa umri tuliofikia tunakuwa na mambo mengi, stressi, mambo mengi nini, lakini ukiingia kucheza huu mchezo ni unaburudisha. Sisi umri wetu tulipofikia ni umri wa kuwa na mambo mengi, magonjwa nini, lakini ukiingia huko ni sehemu ya mazoezi, kufanya kiburudisho, inachangamsha akili. Kwa hiyo na washauri wenzangu wenye umri kama wa kwangu, karibuni katika mchezo huu, na wadau wengi wajitokeze tusapoti huu mchezo. Ni mchezo mzuri sana.